Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Bwana, siku hii ya leo klabu ya Yanga itakuwa dimbani kwenye majira ya saa 1:15 za usiku pale kwenye dimba la KMC Complex kucheza mchezo wa kombe la CRDB Federation Cup kwenye hatua ya 32 bora dhidi ya timu ya Polisi. Sasa kuelekea kwenye mchezo huu hapo, klabu ya Yanga wanakwenda kupambana kuhakikisha wanaweza kufanya vyema na kupata matokeo mazuri, matokeo ambayo yatawapa nafasi ya kutinga kwenda kwenye hatua ya 16 bora kama mtani wake Simba Sports Club alivyoweza kufanya kwenye mchezo wake dhidi ya mabeberu wa jiji siku ya jana. Kuelekea kwenye mchezo huu hapo, tayari kikosi cha klabu ya Yanga kimekushaweza kuwekwa hadharani, kikosi ambacho ndicho kitakwenda kuanza dhidi ya timu hiyo ya Polisi katika kuipambania timu kwenda kwenye hatua ya 16 bora kwenye michuano ya kombe la CRDB Federation Cup. Mimi niko nacho hapa na nitakuja kukusogezea moja kwa moja wote tuweze kukitazama ama kukifahamu ni namna gani ambavyo kocha mkuu wa klabu hiyo ya Yanga bwana Pedro anakwenda kuanza na wachezaji wake 11, lakini pia kikosi hiki tegemea mabadiliko makubwa kulingana na uhitaji wa mchezo husika, tegemea maingizo mapya ya nyota ambao mara nyingi huwa hawaanzi kwenye kikosi cha kwanza. Hivyo tegemea mabadiliko makubwa katika maeneo mbalimbali, kuanzia eneo la goalkeeping, eneo la mabeki, eneo la viungo, lakini pia hata eneo la ushambuliaji. Lakini pia kabla sija kusogezea moja kwa moja kikosi hiki, ili naye mwana mchezo wangu uweze kufahamu namna ambavyo kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro Gonçalves anakwenda kuanza kwenye mchezo wa siku hii ya leo dhidi ya timu ya Polisi, naomba nikukumbushe jambo moja la kimsingi. Kama wewe ndo mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado haujasubscribe channel yetu, basi kiukweli nikwambie wewe ulikuwa unapita na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea na kukujuza moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa, swala ni jepesi kabisa mwana familia wangu, ni kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii, kisha hakikisha una turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwana familia wetu wa kwanza kupata kila ambayo sisi tunakujuza na kukusogezea moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media. Na kama tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie na kile ambacho nimekujuza hapo awali juu ya kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga ambacho ndicho kitakwenda kuanza dhidi ya timu ya Polisi kwenye mchezo wa hatua 32 bora kwenye michuano ya kombe la CRDB Federation, mchezo ambao unafanyika kwenye majira saa 1:15 za usiku pale kwenye dimba la KMC Complex ililopo jijini Dar es Salaam. Kama nilivyokujuza, kikosi hiki kitakuwa kina mabadiliko makubwa kufuatia uhitaji wa mchezo husika. Huu ni miongoni mwa michezo ambayo naweza kusema kwa upande wa Yanga hauna pressure kubwa sana, ingawa anahitaji matokeo mazuri ya kwenda kwenye hatua inayofuata, yani hatua 16 bora. Hivyo tegemea mabadiliko makubwa kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga kuelekea kwenye mchezo huu dhidi ya timu ya Polisi. Sasa twende tukaangazie kikosi hiki kwa eneo la goalkeeper. Golini tegemea kumuona mchezaji Abutwalibu Msheri akienda kuanza kwenye eneo la goalkeeping akichukua nafasi ya Djigui Diarra ambaye mara nyingi huwa anaanza kwenye kikosi hiki cha kwanza cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa tegemea kumuona mchezaji Yao Ato Rakwasi akienda kuanza kwenye eneo la beki nambari 2, lakini kwa upande wa beki nambari 3 tegemea kumuona mchezaji Shedrack Isaka Boka akienda kuzima kwenye eneo la beki nambari 3 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa tegemea kumuona Frank Yasinki akishirikiana vyema na Bakari Nondo Mwamnyeto kwenye eneo hilo la beki za kati. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tegemea kumuona mchezaji Azizi Andabwire akienda kuanza katika eneo hilo la kiungo nambari 6 kwenye kikosi hiki kinachoenda kuanza dhidi ya timu ya Polisi. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa tutegemee kumuona mchezaji Max Nzengeli akienda kuanza katika eneo hilo la winga nambari 7. Lakini kwa upande wa nafasi ya kiungo nambari 8 hapa tutegemee kumuona mchezaji
Lasini Koma akienda kuanza katika eneo la kiungo nambari 8. Lakini kwa upande wa nafasi wa eneo la mshambuliaji kinara tutegemea kumuona mchezaji Mwanengo akienda kuanza kama mshambuliaji nambari 9. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 10 hapa tutegemea kumuona mchezaji Aaron Okero akiendelea kuaminika na kuanza kwenye kikosi hiki ili aweze kupata game timing ya kutosha na kurejesha kiwango chake, ambapo hapa katikati ameonekana kama ku drop kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwa eneo la winga kushoto ama mchezaji nambari 11 hapa tegemea kumuona mchezaji Buba Jamei akienda kuanza kwenye kikosi hiki cha kwanza ambacho klabu ya Yanga atakwenda kucheza dhidi ya timu ya Polisi Tanzania kwenye kuhakikisha wanatinga kwenda kwenye hatua ya 16 bora. Una maoni gani mwanamchezo wangu kuhusiana hiki ambacho nimekusogezea sasa hivi na nimekujuza sasa hivi juu ya kikosi cha kwanza ambacho klabu ya Yanga kitakwenda kuanza dhidi ya timu ya Polisi kwenye kombe la CRDB Federation Cup kwenye hatua ya 32 bora, mchezo ambao unafanyika kwenye majira saa 1:15 pale kwenye dimba la KMC Complex. Njoo tuandikie maoni yako kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.